Kimsingi tulikuwa na kikao cha mfuko wa barabara ambacho tulikuwa tunaongelea hali zetu za barabara za mkoa wa Mbeya, hasa kuzingatia kipindi hiki ambacho mvua zinanyesha kwa wingi na barabara nyingi sana zimeharibika. Na hususani mimi kwenye wilaya yangu ya Chunya tumeona namna ambavyo barabara imeharibika kuanzia Mbeya mjini mpaka Chunya. Mashimo ni mengi na hasa ambao wanaziba vile vilaka na vyenyewe vimekuwa vinafumuka mara kwa mara. Tumeliongea hilo kwa kina na tumesisitiza kwamba sasa twende tukajenge barabara kwenye viwango ili kusiwe kuna utaratibu wa mara kwa mara kuziba hivi viraka. Ndivyo itaonyesha thamani ya pesa ambayo serikali inatoa chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa tunampigia kelele, anatupatia fedha, lakini kwa namna ambavyo uzibaji na utenzaji wa hivi viraka ambao unafanyika umekuwa hauna tija kwa wananchi. Lakini kana kwamba itoshi, tunafahamu kwamba barabara yetu kutoka Makongorosi kwenda Rungwa ni barabara ya kiwango cha changarawe, imekuwa inaharibika hasa kwa kipindi hiki ambacho ni cha mvua zinazoendelea, na tumemwambia na kuishauri serikali iendelee kuweka nguvu kuhakikisha kwamba barabara inajengewa na kutengenezwa vizuri kwa kipindi hiki ili kusiwe kuna changamoto yoyote ya watu kukwama au kushindwa kupita vizuri, na tumeelekeza kwamba madaraja au maeneo ambako maji yanakatisha waweze kuweka madaraja makubwa ili barabara iweze kupitika vizuri. Lakini kubwa zaidi ambayo tumeendelea kuliomba na tumeendelea kusisitiza kwenye kikao hiki cha bodi ya mfuko wa barabara ni kwenda kuwa na kipaumbele cha kimkoa, barabara ya lami kuweza kuunganisha mkoa wa Mbeya, Tabora pamoja na Singida, barabara ambayo inaanzia Makongorosi kwenda mpaka Rungwa. Tukiweza kufanikisha hili, maana yake tunaenda kufungua mkoa wa Nyanda za Juu Kusini pamoja na mikoa ya Nyanda za Kati pamoja na mikoa ya Kanda ya Ziwa kupitia barabara ya Makongorosi mpaka Rungwa. Lakini kana kwamba haijatosha, tumezungumza pia kasi ya ujenzi iende kuendelea kuwa kubwa, barabara ya njia 4 kuanzia Nsalaga mpaka Ifisi, lakini barabara ya kiuchumi kwenye lango la Sadek kuanzia Igawa mpaka Tunduma. Bila kufanya hivyo, barabara zetu hizi zitaendelea kuwa changamoto. Lakini bypass tutaweza kujenga hapa barabara za njia 4 zikapitika vizuri, lakini namna ya kuwaondoa maroli katikati ya mji ni kujenga bypass ambayo itaanzia kwa maana Nsalaga kwenda mpaka Songwe, maroli yatashindwa kupita katikati ya mji. Hiyo ndio itakuwa suluhisho la kudumu kwenye barabara zetu hizi za mkoa wa Mbeya. Lakini kubwa zaidi, tumeendelea kusisitiza na kuiomba serikali iendelee kutupatia fedha ili barabara hizi ziendelee kutengenezeka kwa wakati, na tunashukuru serikali inatupatia fedha, lakini mtiririko ule uweze kwenda vizuri na barabara ziweze kutengenezwa kwa wakati, na kusisitiza ubora wa barabara ndio itakuwa suluhisho la muda mrefu. Sisi rai yetu kubwa kwa wananchi wetu, hasa wananchi wa mkoa wa Mbeya na wilaya yangu ya Chunya kwa ujumla, wawe wavumilivu. Serikali iko kazini, na muda si mrefu watu wataona matunda au yale ambayo wanatemea kuyaona kwenye ujenzi wa barabara zao hizo.